Okay, alright. Official ni ile official yenyewe. Jioni ndio hizi za tafrija yenyewe. Amplifier on your radio, Millard Ayo, Video Vidox pamoja na Yahya Njenge. Asante kwa kuikumbatia Clouds FM 88.5 Dar es Salaam, 88.7 Morogoro. Furahia yogurt zenye ladha tofauti kwenye ujazo kadha wa kadha. Hii ni Alsas, ladha ya Tanzania. Sawa? Yeah. Tumekaa kama watu. Pepa la kwanza. Bwana, kabla ya kwenda kwenye pepa la kwanza kutoka kwa Video Vidox, kuna issue nikasema leo nije kuwashirikisha ndugu zangu na pengine nipate mawazo yenu ambayo na baadhi ya wahusika wanaoathirika na issue hii wanaweza kwa namna fulani wakapata mawazo, wakati mwingine ipi njia sahihi ya utatuzi wake. Kuna mshikaji wangu alikuwa anasafiri kuelekea mkoani Mtwara siku kama 5 zilizopita hivi. Na anasema akiwa ameenda kupanda basi. Kata tiketi vizuri kwa utaratibu, amepanda zake basi katika siti ambayo alikuwa amekaa kwenye lile basi, amekaa upande wa siti ile ya watu wawili, na kwenye siti akajikuta amepanda jirani yake mwingine ambaye ni mdada. Huyo dada alikuwa na watoto wawili, mmoja amemshika kabisa mkononi mchanga kabisa, na mwingine ni yule ambaye anaweza kutembea mwenyewe, maana yake unamshika tu mkono anaweza akatembea yeye mwenyewe. Sasa wakiwa katika ile siti, sasa siti unaona hapo ukitazama kiuhalisia wake ni siti ambayo wanaostahili kukaa kwa mujibu wa ukubwa wa siti yenyewe ni watu wawili, kama ilivyo siti ni ya watu wawili, ambayo yeye jamaa alishakaa zake anasema dirishani, dada akaja akakaa kwenye siti ya pili, ambayo hii ya pili sasa ukiacha ile ya dirishani hii inayofuata. Sasa kwa sababu yule dada alikwenda akiwa ana watoto wawili, mmoja ni mtoto mchanga ambaye amemshika yeye mwenyewe mkononi, dada akamuomba jamaa, kwa bwana, naomba unisaidie kunishikia huyu mtoto wangu mwingine mpaka tutakapofika kwenye hii safari. Nenda kwa anko. Kwa hiyo mtoto akaambiwa sogea hapo kwa anko. Mtoto akasogea kwa anko. Jamaa anasema sikuwa comfortable sana kumshika yule mtoto kwa sababu kulikuwa kuna vitu vyangu kwenye simu nilikuwa navifanya. Kwa hiyo nilikuwa natamani niendelee kuwa na mawasiliano na watu kwenye simu huku nikiwa naendelea na safari. Lakini kwa sababu dada aliniomba ikabidi nisogee, yule mtoto nimsogeze hapa, ikawa mimi nimelazimika kumpakata. Kwa hiyo akawa amekaa katika mazingira hayo. Anasema kimsingi hakuwa comfortable kwa sababu hakufanya tena yale mambo ambayo alikuwa anatamani kuendelea kuyafanya kupitia simu yake ya mkononi, lakini alilazimika kutoa msaada wa kumsaidia huyo dada pasipokuwa amepanga kufanya hivyo. Sasa yeye anauliza ipi njia sahihi ya kuwasaidia watu wa namna hii ambao anapanda kwenye usafiri wa umma akiwa ana watoto, lakini hapo analazimika kuomba msaada kwa mtu wa karibu, na watu na mtu aliye karibu kwenye city. Sometimes kila mtu ana namna yake. Yupo ambaye anakuwa comfortable, yuko tayari kusaidia, na yupo mwingine ambaye hayuko tayari, lakini wakati mwingine anasaidia kwa sababu ya kuona haya. Ipi njia sahihi ya kufanya kwa hawa watu ambao wanapanda usafiri wa umma akiwa ana watoto ambao kwa namna moja ama nyingine anashindwa kuwa control yeye mwenyewe na anahitaji msaada wa watu wengine? Na jamaa alichonihakikishia ananiambia nilidhani pengine kwa zile heka za yule dada, nilihisi pengine labda yeye tunatoka Dar es Salaam atasogea, pengine tutafika labda mkoa wa Pwani, pengine wilaya moja wapo Rufiji ama vinginevyo, labda atashuka. Lakini anasema jamaa anasema mimi nilikuwa naenda Mtwara mjini. Jamaa amekomaa. Huyo dada anasema mimi yani mpaka kituo cha mwisho. So yani haikuwa bahati mbaya. Tumeshuka wote kituo cha mwisho. Nafikiri hichi ambacho umekizungumza kikawe challenge kwa wafanyabiashara ambao wanamiliki mabasi. Wawe na utaratibu ambao kama uliopo kwenye ndege. Kwenye ndege huwezi mpa mtoto wako. Kwenye ndege mtoto ambaye ana umri kuanzia miaka I think ni mingapi? 5 mingapi? Kuna utaratibu wake. Lazima akae kwenye siti yake. Tena hata sio 5.
kuanzia miaka miwili au mitatu. Miaka miwili. Mimi nimewahi kumlipia mtoto wa miaka 4. Miaka kuanzia miaka miwili unamlipia kama sikosei. Miwili au mitatu unaanza kumlipia siti yake. Lakini pia sio hivyo tu. Unakuta wengi ambao wanasafiri safari ndefu pia mambo ya kumpakata mtoto inakuwa shughuli, unajua tena mko angani. Kwa natamani watu wamiliki wa mabasi yote, hizi daladala ndogo ama kubwa, mtu akija na mtoto ambaye unamwona kabisa huyu ni mtoto ambaye anatembea kabisa, basi alipie siti 2 ili kuepusha huo usumbufu kwa watu wengine, kwa sababu kibinadamu kama mimi, mtoto akija akinichangamkia akanishika miguu, siwezi kumwacha. Ndio nitaingia binadamu tu, nitamshika, nitamchukua, aidha nitampakata kama itatakiwa kuwa hivyo. Umeelewa na kwenda kufanya vile. Lakini sasa unakuta mwingine anaweza kufanya hivyo ila akana nungunika kwa sababu anachoka kutokana na ile safari. Yani ulitamani kwenye ile safari, unakutaga kuna zile unasafiri labda usiku ili ukifika asubuhi upige kazi. Unajua mabasi yanasafiri usiku. Usiku ule unatamani ukiwa kwenye basi ulale ili kufidia ule muda, ukifika kule uendelee na shughuli zako. Huwezi kulala ukawa comfortable kumpakata mtu, si ndio? Lakini sasa ndio hivyo, umemkuta mtu anasafiri na mtoto na unaona kabisa tayari kuna mtoto kampakata. Kwa hiyo nafikiri ukiwa utaratibu huo, kibinadamu yule anayesafiri tu ataanza kujijua kwamba akisafari yote anaosafiri inabidi jiandae unaposafiri ya kwamba uwe na siti 2. Kwa sababu tena ukipata zile siti ambayo moja unamweka mtoto wako huyu na huyu anakaa na wewe unakaa, unakuwa comfortable. Lakini pia nafikiri hata kiusalama, kwa sababu tunashauriwa tufunge mikanda kwenye safari. Sasa unafungaje mkanda wewe ukiwa umempakata mtu ambaye hajafunga mkanda? Kwa hiyo iwe challenge kwa wafanya biashara, lakini ni tabia ambayo ipo na wewe umeiongelea kwenye kupakata. Mbaya zaidi ambayo inakera wakina anko wengi, maana ndio waathirika wakubwa, ni pale ambapo umenunua kamkate au umefungua na ndizi yako moja unataka uile, alafu anko anakuangalia hapa pembeni kwenye jicho fulani la kwamba naomba, yani nataka. Alafu kuna muda mama naye anazugazuga, we unataka ya anko? Acha hiyo ni ya anko. Ya kwako ipo kwenye begi, subiri. Unaelewa? Kuna mazingira mengine kama hayo. Wengine niliwahi kuona mmoja anatafsiri uchoyo. Sio uchoyo. Naweza nikampa hichi kitu mwanao akaumwa. Kaja ikaleta shida. Lakini sitakuwa ni bahati mbaya hiyo. Sasa wewe utajua ni bahati mbaya. Akiumwa ni bahati mbaya. Kwa sababu mimi silikuwa nakula, niliona nilikuwa nakula hicho. Yaani kuna namna tu, yani mimi sioni kama ni uchoyo, ila natamani iwe ustaarabu kwetu wote. Unajua ustaarabu ukiwa mzuri inakaa poa, yani uweze hata kukaa na makasiriko. Mwingine anaweza tu akaa na njaa akamnyima mtoto wako asimpe labda kwa maana yoyote ile, alafu ukatafsiri ni roho mbaya. Umeelewa? Lakini mimi nilikuwa na kibudget kangu cha kwamba bana, hapa nina mkate wangu mmoja huu au na scones yangu, nitakula hii, ninywe na maji, nitulie. Yani kwa budget zangu. Sasa ukishamleta mtoto tena, japo yani siseme kwamba kumsaidia au kumpa ni mbaya, ila nitafsiri kwamba wewe mwenye mtoto mtengenezee mazingira mazuri mwanao asije akatamani vitu vya wengine. Yani mtengenezee mazingira ambayo tafuta siti yako, mmekaa na mtoto wako pale, kama una kitu chako umemnunulia au ulimpikia nyumbani, mpatie, inakuwa nzuri. Kuepusha tu usumbufu na watu wengine. Kuna watu wengine tu yani wao washavurugwaga, wewe mtoto wake tu hata alimekaa kwa mama yake huko kwa sababu aliona ni kero, anakuja kukutana na mtoto wako, anaweza akampiga, anaweza akafanya kitu ambacho wewe hutopenda, ambayo ikaleta tafsiri mbaya. Kwa wale wote ambao wanasafiri, mabasi yakiweka utaratibu huo mzuri ya kwamba ukiingia kwenye gari kama una mtoto ambaye anatembea, basi unahitaji kuwa na siti yako, au hata mtoto ambaye anaweza kukaa, unajua unaweza kumweka kwenye siti, basi mweke kwenye siti. Itaepusha sana hizo mambo hizo. Kwangu mimi nafikiri ikae hivyo. Sema mimi kwangu inakuwa ngumu kidogo kutoa hii comment. Kwa sababu nataka kuonekana mchoyo. Sitaki kuonekana mchoyo. Sio hivyo. Ni kwa sababu mimi nilishawahi kupita kwenye vitu kama kwenye njia kama hizo. Mshapanda basi ukapakatwa na mtu vizuri. Yes. Mama yangu alikuwa ni mwalimu wa primary. Mshua pia naye alikuwa na kazi yake, anabahatisha na kimgahawa. Mara anaendesha zile Land Rover, zile gari anapeleka wa Masai kwenda kwenye minada. Kwa hiyo familia haikuwa imebutua. Ndio. Sasa katika familia kutoka kubutua ilikuwa inalazimika wakati mwingi sana. Yani
kusafiri kama hivyo inabidi mtu mzima ndo alipia nauli. Alafu watoto wake wawili anajua atakutana na anko tu. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia nimeshasaidiwa na maanko wengi sana kwenye daladala. Sana sana katika daladala za Arusha ama Moshi Arusha. Zile Costa zile. Lakini sasa unajua dunia inakimbia sasa. Mimi naelewa kwenye swala la usalama, naelewa kwamba kila mtu atakuwa akae kwenye siti yake. Naelewa kabisa. Lakini pia naelewa upande wa familia nyingi za Tanzania ambayo ukimwambia mama inawezekana hata nauli yake yenyewe kusafiri ameipata kwa shida. Yani ni shida kweli. Na inawezekana anasafiri hapo, inawezekana hata hela ya kula njiani hana. Sasa kuja tena mwambie alipie watoto wake wawili siti. Sijui inakwaje. Yani kusema kweli, trust me, mimi nimejiona umo kabisa. Nashindwa yani, najua ni ngumu. Unaonaje kama ukiwa sana utaratibu wa basi kwamba sasa kama ni hivyo huwezi kusafiri? Kama kwenye ndege, unajua kwenye ndege ukiwa unapanda huwezi kumpa mtu mtoto yani kama nilivyosema, mtoto akifika umri fulani wao pia wanaangalia tiketi yake iko wapi. Kwa hiyo hutaweza kusafiri kama una huyo mtoto. Na mimi naamini pia katika harakati za ukuaji, kwenye mambo ya ukuaji kwa maana ya kimaendeleo na kwenye namna ya kukua kwenye utaratibu, ni muhimu sana kutengeneza taratibu ambazo inawezekana zikawa zinaumiza kwa baadhi ya watu. Sawa. Lakini ni vizuri sana kuzitengeneza na kujaribu kuziheshimu. Kwa sababu kama huo mfano ambao video anautoa kwenye ndege, yani kwa sababu utaratibu umetengenezwa na wamechagua kuwa wanaufuata, hawaupuuzi, kinachotokea ni kwamba hakuna mtu ambaye anakwenda anashangaa na huo utaratibu. Yani ukiwa unaona kabisa natakiwa kusafiri na mtoto, wala haushtuki kuambiwa bwana unatakiwa umkatie tiketi hata kama yeye wala hajui baya na zuri, bado ni mdogo sana. Unakata tiketi ili mtoto aweze kusafiri na wala wewe haikushtui. Kwa hiyo nafikiri hiyo the same kama inashushwa pia kwa upande wa mabasi. Na mimi naamini mpaka leo inawezekana taratibu video zipo, lakini hazifuatwi. Pengine ndo kwa sababu hizo ambazo Millard anasema kwamba ile bwana unajua watu hivi taratibu zinakuwa hazifuatwi na haziheshimiwi, lakini inawezekana taratibu zipo na zimewekwa. Lakini ni muhimu sana kujaribu kuzifuata hizi taratibu, kwa sababu sometimes inasaidia, unajua hata kiusalama. Video ameweza kufafanua vizuri sana, lakini unaweza kukuta mtu kaoga dawa zake ametoka na sorry for saying this, unakuta mtu tukatoka huko kwa matibabu, kuna dawa kaogeshwa na msishike mtu unaenda kumshika mtu. Ni kitu kingine ambacho kinakuwa shida. Mimi kikubwa ambacho naona kidogo kinakuwa positive ni pale inapotokea mama aliyepanda na mtoto akaomba kwa anko kwamba bwana anko naomba unishikie. Mbaya zaidi, unajua kuna ambao anaingia kwenye gari yeye haombi, kikubwa anakwenda tu kukaa kwenye siti yake, anatengeneza tu mazingira hapa utokee uchochoro katikati ya siti moja na nyingine ili mtoto akae pale. Sasa wewe anko utachagua kuamua kumsogeza hapa kabisa, bwana njoo nikusaidie mtoto, au ukae kiugumu mtoto ajipachike hapa bila ridhaa. Kwa hiyo kuna hiyo afadhali kwa huyu ambaye ameomba, ni ustaarabu. Kwa hiyo wewe una uhuru wa kuamua kumwambia bwana siwezi kukusaidia au naweza kukusaidia. Lakini kwa huyu mwingine ambaye ametumia mbinu za kivita, hizo kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini kiuhalisia, kusema ukweli, mimi naamini inapaswa ifike wakati lazima zitengenezwe taratibu ambazo pia zitafuatwa na kuheshimika, kwa sababu sometimes unajua kuna matukio ya ajali yanatokea barabarani. Unajua mwenye basi inawezekana akawa na takwimu za watu ambao wapo kwenye siti. Na bwana nilisafiri na watu labda 60. Na ndio inatambulika hivyo kwa usalama barabarani. Nilisafiri na watu 60. Kumbe siti moja ilikuwa ina watu 4. Siti ambayo itakuwa kuwa na watu 2 ilikuwa na watu 4. Kuna mama hapa, kuna anko alikuwa amekaa na mtoto mwingine, mama naye amepakata mtoto mwingine. Mnafika kwenye mizani mnaambia basi wengine mkifika pale mtakuja mbele kidogo, mtachuchumaa kidogo. Yani kuna hizo namna. Kwa hiyo pamoja na kwamba kweli Millard unachosema sio wewe tu, wengi tumepita katika hizo njia unazosema za kusaidiwa na maanko. Lakini lazima hatuwezi kusema kwa sababu mwaka 1960 nauli ilikuwa ni senti 50 basi na leo iwe senti 50.
Lazima kama nauli zilibadilika, maisha yalibadilika. Leo hii tuko na taifa lenye flyovers zipo hapa. Kwa hiyo lazima vitu vio vinabadilika pia, na tukubaliane na hayo mabadiliko. Na wanasema mabadiliko yoyote lazima yatakuwa yana upande negative na yana upande positive, kwa maana kuna upande utakaokuwa unaumia na kuna upande ambao utakuwa unanufaika, lakini ni lazima kuna wakati tukubaliane na hayo mabadiliko. Ndio maana mimi nikawaambia yani kwamba nakubaliana kabisa na nyinyi kwenye swala la usalama, yani 100% hamna utani kwenye hilo swala. Lakini ukiangalia tena kwenye upande wa kina mama au kwenye familia ambazo hazijiwezi kiuchumi, naelewa. Labda kwenye point yako mimi kwa kumaliza naweza nikasema ikiwa ni usafiri huu wa umma ambao ni labda daladala au haya magari ya mwendo kasi ambao saa nyingine mtu tu anapanda kwa anataka kuwahi, ameshasubiri magari yafike au magari yote yamejaa, au safari kwa sababu ni fupi, safari fupi kwamba anaweza kaingia tu na mtoto labda akakuona umekaa pale ukambeba, inawezekana. Au kama ukamwonea huruma ule mama, ni mtoto wa kumbeba ukampisha ukakaa, hiyo inawezekana kwa sababu tuko kwenye jamii ambazo za kusaidia. Safari ya kusafiri masaa 8 tunatoka Dar tunaenda Mwanza, sisi tunaenda wapi? Kidogo hiyo hata muonee huruma mtoto wako. Wewe mtoto kuna muda atalala, mimi naweza nisimshike vizuri, atashinda yake itakaa vibaya, ataumia. Umeelewa? Misha kusafiri safari moja hata ulivyotaja hivi. Misha kutoka Dar kwa gari, kwa basi, kipindi hicho nikiwa mdogo sana, tukaenda mpaka Mombasa. Mateso yake niliyaona namna ambavyo nimepakatwa kwenye gari. Kipindi hicho magari yalikuwa hamna. Hadi gari linaloenda ni moja. Kwani unaona mateso yalivyokuwa. Pakatwa Dar Mombasa. Masiara nini? Noma. Basi sawa. Poleni sana ma uncles. Lakini tuendelee kuvumilia.